Tuombee zaka. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya zaka na sadaka Baba imetolewa na watu wako. Tukurudishie shukrani kwa ajili ya watu hawa. Tuomba baraka zako ziandamane nao siku zote za maisha yao. Popote waendapo, chochote watiacho mikono yao kutenda kifanikiwe katika jina la Yesu, na utukufu wako uonekane katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama unajua mtu ambaye hana kipawa cha kuongea, umlete anytime. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni mzuri, amelete stima kwa sababu najua kwamba mtu ambaye hana sauti amesimama. Najua kwa hii kanisa Godfrey na mimi ndio hatuna sauti. So tunashukuru Mungu. So God is good. And I want to say nafurahishwa sana. Najua mimi msee alikuwa anasema kwamba yeye hana kipawa cha kuongea. Yeye ni dereva tu. Ongea mpaka tukasikia. So nikaona kweli kuna kipawa cha kuongea. Maana hata mimi kuna wakati sikuwa na kipawa cha kuongea. Lakini siku hizi naongea sana kama nani? Yule ndege anaitwa nani? Chiriku. Machiriku. Ongea kama chiriku. Bwana asifiwe. Therefore we thank God. I want to say viongozi tukutane kidogo kabla mjaenda, just for about 5-10 minutes. Alafu kumbuke tarehe ngapi? Tarehe 9. Tarehe 9 tarehe communication. Kwa hivyo mwenye mahali hapa atanyosha mkono. Nyosha ni? Kwa hivyo naomba rent. Naomba rent so that isifungiwe. Ndio jana nilipitia mahali pengine nikakuta kanisa limeungua. Kanisa limefanya nini? Limeungua to the earth. Mpaka viti vyote vilikuwa ndani vimeungua. Kanisa limeungua. Wakati nikasikia huzuni sana. Nikajiuliza sasa watu watapitia wapi kesho? So you are lucky to be in a stone house. But you must meet the price. You must meet the price. Bwana asifiwe. Amen. So let us remember that before we leave today. Kama una kitu cha kutoa, muone dada yetu Irene. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Are you there? Yes. Ngapi unasikia baridi? Alright. Kama unasikia baridi nataka nipatie exercise. Na sima imekuja tunaweza kudance turukaruke kwa sababu hiyo kitu iongeza kitu kingine ndani ya watu mpaka wanarukaruka. Ndio uko ururuki kwa sababu ya hiyo kitu. Lakini sipeani hiyo ruhusa kwa sasa sababu nataka tusikie nini. Bwana asifiwe. But ukisikia baridi, one of the medicines I use myself, hata nikiwa kazini nasikia baridi sana, there's something I do. Would you like to know? Yes. I start jumping up and down. I jump up and down, up and down, up and down 10 times. Nasikia joto limeingia kwa mwili. Baridi imeenda. That's what you do. You just do some exercise and baridi itatoka. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nyumba ya Bwana kuna baridi kweli? Ukisikia baridi kanisani, ujiulize maswali. Something is wrong. Because where the Spirit of God is, I find there is warmth. Huwa na joto. Sasa ni wangapi wanasikia baridi?
Mikono imeshuka chini. Mikono imeshuka chini. All right. So we thank God for today. May you please prepare your hearts and your ears. We want to hear the word of God. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Can I warn somebody? May I warn? Na niruhusu nionye mtu. Naonya mtu na kuonya. Kama ni wewe na kuonya. Right? Kanisa la Kristo limejengwa kwa misingi gani? Manabii na mitume. Right? Kanisa la Kristo limejengwa kwa misingi ya manabii na mitume. Nani anakuja kwanza? Nabii au mtume? Mtume, Mtume ndiye anakuja kwanza. So kanisa la Kristo limejengwa kwa misingi ya mtume na manabii. Mtume, kwa nini mtume? Mtume alipewa the doctrine, mafundisho ambayo Kristo angetaka watu wafuate. That's why mtume alipewa mafundisho, the doctrine. That's why kusoma kitabu cha mitume, vitabu vya mitume, kianzia the Acts of the Apostles, uende the letters, the letters, hizi barua zote ziliandikwa na mitume. They established the church on the teachings of Christ. So the apostles were given the doctrine of Christ. Walipewa mafundisho. Why nabii? And do we have prophets in the New Testament? Bwana asifiwe. Do we still have prophets in the New Testament? Because you had prophets in the Old Testament. Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah, Prophet Micah, Prophet Zechariah, and so on. Do we still have such prophets in the New Testament? Bwana asifiwe. We still have prophets even today. That's why among the fivefold ministries there are prophets. The ministry of prophets, the prophetic ministry. Do you think that ministry operates in the end time gospel mission? The ministry of a prophet. Do you think it operates in the end time gospel mission? All right. So if you think it operates in end time gospel mission, respect it. Sasa naonya mtu. Bwana asifiwe. Amen. Do what? Respect it. If you can't respect me as a person, respect the ministry, the gift of the Lord that works in me. Otherwise, kuna watu wamepata madhara kwa kutoheshimu. Unasikiaje hiyo? Kwa mchungaji amekuwa mkali sana leo. Bwana asifiwe. Amen. And I always say, don't confuse the ministry of a prophet and the word of knowledge. They are two different things. Word of knowledge is just a gift of the Holy Spirit. Prophet is a ministerial, is an office. It is an office. Hizo zinaitwa the gifts of Christ. Bwana asifiwe. The gifts of Jesus. There are 5. Apostle, prophet, evangelist, teacher, pastor. Pastor and teacher, which comes first? Pastor. Pastor comes, then teacher, all right? Are we together? Yes. Ninaambia mtu kitu. Yes. If you cannot respect the person, respect the ministry in that person. Bwana asifiwe. So, when you hear a servant of God stand in front of you and they preach the gospel, they are not preaching from gossip. Unajua kuna injili ya fitina
Kuna injili ya fitina, sio? Nilisikia Tom alifanya kitu fulani. Sasa ninasimama hapa naanza kuhubiri mambo nilisikia Tom alikuwa anafanya. Hiyo ni injili ya fitina. But I want to speak from the Spirit of God. And sometimes the Spirit of God, the ministry of a prophet, or the prophetic ministry, can descend on somebody. Mtu anaweza kusimama hapa ambaye mnajua kwamba yeye si nabii. Hata na ichukue mfano, I'm just using as an example, brother Joseph asimame hapa kwanza kuongea. Yeye tunajua yeye si nabii. Tunajua. Kama anaona anajionea yake. Right? So sisi tunajua kwamba prophet brother Joseph is not a prophet, but when he stands on this pulpit anaongea maneno ambayo maybe ulifanya, na anakuonya kabisa kwa mambo ambayo ulifanya. Wewe unajua ulifanya, na yeye hajui kwamba ulifanya, hajui, yeye anaongea tu. That is the ministry of a prophet. The prophetic ministry operating in that brother. It does not mean that he's a prophet. But because the spirit of a prophet or the prophetic ministry is operating in that church, it can use anyone, anytime. Bwana asifiwe. There may be somebody in your midst who is a resident of that ministry. That ministry is operating in that person. He's a resident of that ministry. Sometimes it flows and uses other people. Hiyo ulikuwa unajua hiyo? Hiyo ni siri, ndio? Mambo ambayo hamwezi elewa. A prophet can be in your midst, na mtu very silent. Mtu very silent. Na msimjue. But that ministry flows. It can use him in the church. When you hear the preacher stand here na anaanza kuongea maneno ulifanya, please, badala ya kuapportion blame, repent. Bwana asifiwe. Badala kuanza kusema alisikia, aliambiwa, aliona nikifanya, ndio amesimama na anza, please just go and confess your sins. Repent. Tell God forgive me. Bwana asifiwe. Amen. Nimesikia nionye mtu, sijui ni nani. Sijajua ni nani. Nimesikia tu nionye mtu. Are you on? Najua onyo watu wafurahi sana onyo. Alikuwa naonya nani? Kwani yeye ni nani? Nataka nikwambie mimi ni nani? Mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So stand firm. You are children of God. Those children that God loves, He wants. Wala napenda. Lazima afanye nini? Aone. Sababu anawapenda. So God loves you. And you look at your neighbor and tell your neighbor, God loves you so much. Unajua watu wakiambiwa Mungu amesema utubu dhambi hii, anasema alikuja alileta habari mbaya. Wewe kuambiwa kutubu dhambi ni habari mbaya. So utakwambia you will get a car, brother. The Lord is saying you have a house. By next year you'll be a millionaire. Hiyo ndio habari nzuri. You can get all those wealth. Hiyo unataka utabiriwe na uende nayo jehanamu. Hiyo ndio itakuwa mzuri. So hiyo utajiri ukishapata na kuelekeza jehanamu. Do you know some people when they get money they become mad? Wanakuwa wazimu. Pesa zinaanza kwa control. So unajua hivi? Wanashindwa control pesa, pesa zinaanza kuwa
The non-living controlling the living. Imagine non-living things controlling a living thing. Can you imagine that? Ni kama vile simu imeanza kutucontrol. Si unaona hiyo? Ukiona tu vibrate unakimbia mbio churr. Hello, even when the preacher was preaching a very powerful word, the anointing is flowing like liquid fire. Nasema mbio nje. Hello. Si inatucontrol sasa. Si simu inatucontrol. A non-living thing controlling the living thing. Can you imagine? Bwana asifiwe. So be careful. God loves you. And He wants you to walk in His footsteps. He's leading us into paths of righteousness, so that we are righteous in His presence. Bwana asifiwe. So I want to welcome the servant of God. The servant of God. How many are servants of God? I can see you. Very good. All right. Haya, siku moja nitakufundisha servanthood. So utajua who is a servant from that day. But for today, let us welcome the servant of God. The servant of God, Brother Mulama, to bring us the word of God. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Fikiria tuko pamoja. Kwa jina sitaongeza, mmesikia. Yule alijui tutaongea naye hapo nje. Ndio nimwambie jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiria neno mmesikia, isipokuwa sasa tuwe labda kukumbushana vile kitabu kimesema, na tuwe kukumbushana kila wakati. Tutasoma katika kitabu ya Yeremia. Kitabu ya Yeremia 30. Pia ni mahali ambapo tumesoma kwa wingi, na mara nyingi tumekuwa tukirudia mahali pale, labda tuwe tusahau. Neno linasema hivi, Bwana asema hivi: Tazama, nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake. Nao mji huo utajengwa juu ya magomvu yake yenyewe, nalo nyumba litakaliwa kama ilivyokuwa desturi yake. Tena kwao itasikiwa shukurani na sauti yao wachangamkao, nami tutazidisha, wala hawatakuwa wachache. Tena watatukuza na hawatakuwa wanyonge. That is Yeremia 30:18. Tuko pamoja. Kuna msemo mmoja mkuu anasema hivi. Mtu mmoja akasema ya kwamba wakaambatana na mchungaji, na alikuwa mgonjwa sana wa mguu wake. Alipokuwa mgonjwa mguu wake, mchungaji wake akasema ya kwamba aambatane naye ampeleke mpaka hospitali. Alipofika kule hospitalini, mchungaji, jamii yake haikuwa inamwangalia sana, lakini mchungaji ndiye alikuwa anashughulika na yeye.
Alipofika pale, mchungaji kila wakati alikuwa anamuuliza, mguu iko sawa? Nasema ndio mchungaji, mguu iko sawa, hata sasa nimepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaendelea vile anaendelea tu akisema nimepona, 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 nimepona. Mpaka dakika ya mwisho alikatwa ule mguu. Lakini jambo lake ni kwamba nimepona, nimepona. Mguu ukachukuliwa ukawekwa kando. Mchungaji akamuuliza, sasa umekuwa vizuri? Akasema ndio, nimepona kabisa. Na mguu iko kando yake. Mchungaji akamwambia, sasa inuka twende, maana nimeshughulika na barua zote, sasa uko release. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hasa wakati anapoambiwa sasa simama tuinuke turudi nyumbani, akaambia mchungaji soka karibu. Mchungaji akashindwa ni nini kinaendelea. Akamwambia mchungaji, tafadhali songa karibu, lakini alikuwa ako released aende nyumbani. Kamwambia leta mabega yako nishike. Aliposhika, mchungaji akiangalia akakuta mguu ni nusu. Mchungaji akaanza kulia machozi. Huyu mtu anaishi maisha ya kujidanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu anaishi maisha ya kujidanganya. Nimepona, nimepona. Sasa Saira ameambiwa enda, mguu ni nusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza hapo. Tuendelee na maandiko. Neno hapa linasema hivi, na nisiwaache hivi. Neno ile tunazingatia hapa ni kwamba Bwana asema hivi, tazama nitarudisha tena hema yako zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake, na mji huo utajengwa juu ya magomvu yake mwenyewe, nao jumba litakaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma katika kitabu kile katika Yeremia inasema kwamba Yeremia mtumishi wa Mungu alisimama akaambiwa, andika maneno haya nitakayokupa, maneno ambayo nitakayokupa. Maandiko yanasema ya kwamba na uchukue kitabu, andika ndani ya hiko kitabu. Na akasema ya kwamba kwa nini anaambiwa jambo hili? Maandiko yanatuambia vizuri, wana wa Israeli. Neno Israeli, neno ambalo linasema mtawa wa Mungu, mwana wa Mungu. Walikuwa watawa wa Mungu, lakini siku ikafika wakatolewa mahali walipokuwa. Neno linatuambia ya kwamba wakati walishikwa wakapelekwa utumwani, Juda, wana wa Israeli na Juda wakipelekwa uhamishoni. Walipofikishwa kule, tunaona ya kwamba walitolewa, maana hawa wana wa Israeli walikuwa na makao yale waliokuwa wakiishi. Tuseme ya kwamba wewe uko na nyumba, mwingine ako na nyumba, mwingine ako na nyumba. Basi wakatolewa wakahamishwa. Mpaka maandiko yanatuambia ya kwamba hata nyumba ya Mungu ilibomolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofikishwa kule, maandiko yanatuambia makao yao ilibaki bure. Wakiwa kule, maandiko yanasema ya kwamba swali Mungu aliyouliza, kuna mwanaume
ambaye atakayesimama aanze kuomboleza akilia juu ya uzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwanaume ambaye anaweza kusimama akalia akiomboleza juu ya uzazi kama mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana walipopelekwa kule, mambo walioyaona yalikuwa mambo ya mateso, mambo ambao hawangewahi kuyaona ama hawajawahi kuyaona. Sasa Yeremia anaulizwa swali, umeshawahi kuona mwanaume akiomboleza juu ya uzazi? Pili ni kwamba umeshawahi kuona mtu akichukua, maana nainamisha kichwa juu ya uso wa nchi, naona mwanaume anaomboleza juu ya uzazi. Mwanaume amechukua mikono amewekelea kwa kichwa yake, kutoka asubuhi mpaka jioni ni maombolezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amechukua amewekelea mikono, analia kama mwanamke kule utumwani, akiwa amefungwa kule. Maandiko yanasema hivi, anasema neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana, ya kusema kwamba Mungu wa Israeli asema hivi, uandike kitabuni maneno haya yote niliyokuambia, kwa maana natazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapo warejeza watu wangu wa Israeli na Juda waliofungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika mambo haya ndani ya kitabu. Kuna siku zinakuja za kurejesha. Akisema hivi, anasema kitabu kingine hapo, anasema na haya ndiyo maneno niliyoyasema, aliyosema Bwana katika habari ya Israeli na katika habari za Juda. Maana Bwana asema hivi, sikia sauti ya tetemeko na hofu, wala si ya amani. Ulizeni sasa mkaone kwamba mwanaume aona utungu wa uzazi. Bona basi ninaona kila mtu anaweka mikono viunoni, na mwanamke aliye na utungu, na nyuso zote zimegeuka rangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa mahali pale, watu wote walikuwa ni hali ya maomboleza. Kumbuka ni utumwa. Na walipokuwa mahali pale, wote walikuwa maisha ya kuomboleza. Maandiko yanasema ya kwamba kule walikuwa watu na majeraha, ambao majeraha yao haingeweza kutibiwa. Wengine nao wanalia ya kwamba nyumba zao wameziwacha. Wengine nao wanasema ya kwamba wanaumia wakiwa katika sehemu zile. Pale hapakuwa na mwanaume, pale hapakuwa na mwanamtoto, pale hapakuwa na mtu aitwaye mwanamke. Kila mtu moyo wake ulikuwa ni waziwazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanaishi maisha ambao ni la kilio. Basi wakiwa pale, neno linasema ya kwamba walikuwa wamegeuzwa. Mioyo yao haina hali ya kukaa maisha yaliyo mema. Kuna mahali kitabu inasema maisha imekuwa ni maisha, mwanadamu anaishi maisha yasiyo ya kupumzika. Ni mwana wa Mungu lakini hapumziki, wala hapumui wema wowote. Ndani yake hapana amani. Akitembea hatembei akijisikia udani, ana amani. Akikaa anakaa maisha ambao si ya amani ndani yake. Kila wakati
unapokaa mawazo yako haitulii. Jiani maishani mwako hautulii. Ukifikiria haufikirii, lakini wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi akasema jambo hili. Bwana asema hapa hivi ya kwamba tazama, nitarudisha tena hema ya Yakobo. Yakobo ndiye Israeli. Alikuwa Israeli wakati walihamishwa. Mahali pale walikuwa, kumbuka hata manabii walikuwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Manabii wote waliingia kule utumwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mhubiri ni nani, watu walikuwa pale. Wakiwa pale utumwani. Lakini Mungu anasema akiangalia aliona maombolezo juu ya wana wa Mungu. Kumbuka tumeambiwa ya kwamba ni vizuri kusema na useme ya kwamba niko hapa Mungu, niko hali hii na hii, usipokutulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni vizuri kuwa uwazi. Yeremia akasema ya kwamba, ukisoma kitabu ya Yeremia, yeye Mungu anajua uwazi wetu wa mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anauona uwazi hata wakati ninaposema niko sawa, anauona uwazi wetu. Ukisoma kitabu ya Hebrews, anasema ya kwamba yeye ni kuhani. Mungu ni kuhani. Na yeye hatazami vile mimi naweza kuangalia. Na uwezi kujificha mbele zake. Na uwezi ukasema niko sawa wakati hauko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pastor ndio huyo, mimi naweza kuja nimwambie niko sawa. Ndugu mwingine nikuje nimwambie sawa, niko sawa. Lakini uwazi wangu Mungu anaujua vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anakuona utokapo. Ukisoma kitabu ya Hesabu, anasema ya kwamba hatua zako yeye anazihesabu. Siku baada ya siku anazijua. Kama ni mawazo anayajua vizuri. Hisia zako anazijua vizuri. Matamshi yako anayajua vizuri. Kukaa kwako unakujua vizuri. Saburi naye akasema, hisia za mtu hakuna aweza kuzitambua, au mawazo ya mtu hakuna aweza kutambua. Ukikosa kuambia mwenzako ama ukikosa kuambia Mungu, Daudi akasema ya kwamba hisia zote za mwanadamu azijuae ni mahali analala. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati shida yako inakusumbua, ukigadhibika namna hii, uzito wako wote kitanda inajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio inajua shida yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa hilo unagadhibika ama uko na shida, umeambia mtu au hujamwambia, shida zako mahali unalala. Naye Mungu akiwa juu, yeye anatambua uwazi wako. Yeye naye ndiye anayehesabu, naye ndiye anajua jawabu yako. Wakati unapotulia, atakusuluhishiaje? Basi wakati alipoangalia haya maneno yote, akaona ya kwamba watu wote kule Misri mikono yao ni juu, mawazo yao haitulii, akitukuzia kuja kuwarejesha. Akasema ya kwamba kuanzia mwanaume wote wamelia kama wazazi. Yani vile mwanamke anaweza kulia, mwanaume pia analia vile. Na akasema, akaambia Yeremia, sasa ni wakati ninaokushuhudia kufikia wa kurejesha wana wa Israeli. Kuna wale ambao mtu anaweza kuishi
amewacha mahali alipowekwa uliitwa, na alipoitwa kuna mahali uliwekwa pa amani, lakini umetolewa mahali pale, hauishi mahali pa amani, hautulii. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya maombolezo yanasema hivi, kuna mwenye kuonea, na huyu mwenye kuonea siku zake zote anakaba mkononi mwake, na unapo inua mguu wako kwa hatua, kasi yake ni kukutupia tu kwa mguu, hakunaze. Basi Yeremia akaambiwa ya kwamba nakuja kurejesha wana wa Israeli. Tusome huo mstari. Anasema hivi, tazama, asema hivi, nitarejesha tena hema ya Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake, nao mji huo utajengwa juu ya magomfu yake wenyewe, nalo nyumba litakaliwa. Bwana asifiwe sana. Kama ilivyo desturi yake, tena kwao itakuwa shukurani na sauti yao ya wachangamkao, nao watazidishwa wala hawatakuwa wachache. Tena nitawatukuza na hawatakuwa wanyonge. Bwana asifiwe sana. Anasema siku hizo zinakuja za kurudishwa hema ya Yakobo na kuhurumia makao yake, kujenga ili warudi. Walikuwa wale wana wa Israeli wametolewa mahali pale, na baada ya kutolewa mahali walipokuwa wakiishi, wamehamishwa, makao yao ilibaki magofu, maana katika ile hali nyumba zao zilibomolewa. Ni kwa kuchomwa ama ni kwa kubomolewa, yale magofu yalibaki pale. Bwana asifiwe sana. Na kujenga kwa Mungu, wakati alipokusudia kujenga, maandiko yanasema hakutaka ajenge kando, lakini magofu yako mahali aliwacha, hapo ndio anataka kujenga. Bwana asifiwe sana. Mahali pale palipomolewa, ndipo mahali anataka kuja ajenge pale. Maisha inaweza kuwa imebomoka, imekufikisha mwisho. Ninapokufikisha mwisho, unaona hayawezekani, hapo ndipo anataka. Kuna mtu ambaye anaishi maisha ambaye anaona haimfurahishi, mahali pale hapo unaona hapakufurahishi, hapo ndipo Mungu anataka kujenga. Unaona ya kwamba umekojeka maisha kwa muda mrefu, na katika maisha yako unasikia ile shida unayo haiwezekani, hapo pamebomolewa na shetani, ndipo anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa magomfu, hapo ndipo atajenga. Unaweza kuona ya kwamba nyumba kama hii ibomolewe yote na ni mawe. Ikishabomolewa yote ibomoke mpaka chini, ile kazi itafanywa pale ni kazi kubwa. Mawe kutolewa, kila kitu kutolewa, ndio apate ile nafasi tena ya kujenga. Ile wewe unatazama na macho, unaona ya kwamba pengine nilikuwa hivi, na nilipokuwa hivi nilikuwa na hii mali yote ama na mambo mengine yote. Sasa imeenda vile, ataanza akuje ajenge, anijenge, aniweke vile nilikuwa, unaona ni vigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine unaona ya kwamba mimi nilikuanga mzima maishani mwangu, sikuwa na ugonjwa fulani. Umeingia, imekuwa wewe kila wakati. Mama mwingine huko alikuwa akiimba hivi, hii wimbo ni yangu, hii wimbo ni yangu. Alafu anaongezea jambo lingine ya kwamba niko kabele. Sasa naimba yale nimepata yamenitosha. Haoni Mungu tena, anamtosha tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaangalia ule
anaona ukubwa wa ile shida ama lile jambo, anaona lile jambo ni kubwa sana, vile litaanza kuanzia chini, wakati alipopata haliwezekani tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anaona hiki kitu nilipoteza, kilikuwa kitu cha mamilioni, lakini wakati kilichokuwa cha mamilioni hakiwezi kurekebishwa tena. Maana tuanzaje nipate mahali mamilioni ndio nitekeleze? Bwana Yesu asifiwe sana. Maganjo, magomvu yale yaliyosalia, yale ambayo unayochukua macho unatazama pale, Mungu anaangalia, anasema mmoja atarejesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia akaambiwa, hebu rudi na utembee vizuri ile alama ya kwanza uliyoiweka mahali ulikanyaga, rudi pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Urudi mahali pale. Ukisha rudi, Mungu habadiliki. Mimi na wewe ndio tunabadilika. Makao yake ama gara lake halijabadilika. Ule uwezo aliokuwa nao mbeleni haujabadilika. Angali na huu uwezo. Maandiko yanasema hata ukiwa ulikuwa umehamishwa, jambo ulilo nalo likiwa limekuhamisha kukutoa mahali ulipokuwa na ukapelekwa umbali, anakutoa umbali ule, anakuleta mahali ulipokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia anasema hivyo. Ulikuwa umehamishwa ukatolewa mahali ulipokuwa. Kama ulikuwa na amani ukapelekewa kwa ugonjwa, ule unakusinikisha mpaka kaburini, hata kutoa kaburini akurudisha uzimani. Ukiwa ulikuwa mtu ambaye umeendelea ukarudishwa nyuma, atakutoa mbali akurudishe mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ana uwezo ule. Usiangalie ile alama mtu akasema hivi. Wakati unapoomba, unaomba unakaa, unaona shetani naye akija, umeomba anaweka 0. Wakati mwingine utaomba anaweka 0. Tena siku zingine utaomba aweke useme 0. Kifika 03 anaweka 1. Alafu akasema hizo ni baraka 1000 zile Mungu ameteremsha. Kwa hivyo shetani ni mjani, ni muongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anagojea zile 0 za shetani ziwe 3. Anaweka 1. Baraka 1000 zinaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Saa hiyo ndio unasikia maandiko yanasema hapo, badala ya kile kisio waliokuwa wanajishika vichwa, maandiko yanasema hapa tunasikia sauti za shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mstari ni huu. Anasema ya kwamba tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao ya wachangamkao, nao itawazidisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hayo yote, maana atakutoa mahali umbali. Ule umbali uliokuwa nao, walikuwa ukiangalilia kwa umbali. Wakati Ayubu alipokuwa akiambiwa, alipotazama, aliangalia kuna mahali panasema hivi, na akatazama akaona giza nene. Na alipoona ile giza, macho yake ikafunuliwa na akaona tu mwangaza kidogo, na akasema ya kwamba ninaona mwangaza kwa umbali, baraka zikija. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni giza nene,
lakini ndani akaona kamwangaza kadogo. Lakini wakati kanapokuja, inakuja kipanuka, ikitoa giza. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo maandiko yanasema, na wakaona utofauti. Walipoona utofauti, neno nasema ya kwamba na akaanza kusikia sauti ambazo za shukrani, na za wale watu ambao wanaochangamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo pengine sijui unajisikiaje, uko umbali gani na umewekwa mahali gani? Mahali ulipo ni pako, mahali ulipo ni pako, na kama sipo pako, kuna tarajio gani ndani ya roho yako? Ama wewe unaona nini maishani mwako wakati unapoishi? Ama ni uamuzi gani ndani ya roho yako? Maana pengine wanaimba sasa imenitosha. Haikutosha, haijakutosha. Pewa macho ipenye ndani ya lile giza, vile Ayubu alipewa, na izidi kupita lile giza, ione mwangaza mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo utakapokuwa mshindi, nami pia nitakuwa mshindi, mwingine naye atakuwa mshindi. Tusiwe na nyumba ya Mungu vile maandiko katika kitabu cha Matendo inaonguzia kanisa lisilokuwa, ambao limekaa tu mahali pale. Mahali alisimama hivyo, haoni kurudi nyuma, haoni kuenda mbele. Maana giza, kuna samaki huyu anaitwa bwenza, samaki wa kutisha sana. Akiwa kwa maji akitaka kujificha, hapo yeye hutema mate. Akishatema mate, hiyo mate yote inafanya giza, inamsumbuka. Wewe ukiwa mvuvi hautaiona, maana imejifunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza kuwa kuna kile naweza kutema nje na nijifanyie security kama bwenza. Kuna kitu cha kujifunika nacho, lakini kitu cha kujifunika nacho nitamke damu ya Yesu, itasunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na itatoa umbali nilio nao, itanirudisha mahali nilipokuwa. Mahali hatuko, mahali pale tuko, ama mahali huko, mahali niko, hapo si mahali pangu, lakini nahitajiwa niende mbele zaidi. Anataka asikie sauti za watu wanaochangamka, na ana kasi kuu inayokuhusu kwako na kwangu na kwa mwingine yeyote. Baadaye kuna shukurani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maisha yanakuja kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana.